Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo lundi le 22 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana nchini Kongo. Habari za asubuhi ya leo tutawapeleka kwenye shamba la vita ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Fizi, kwenye wazalendo na FARDC walirekipere eneo ya Kasekezi pamoja na Ngalula, vijiji vinavyokuwa karibu na Makobola. Upande mwingine tutawapeleka ndani ya teritware ya Kalehe kwenye wazalendo na FARDC baada ya kukamata eneo ya Katasomwa, waliendelea kusonga mbele wakakamata mwingine wa Mbesho pamoja na Bushasha, mingine miwili ambayo ilikuwa mikono ya wasi wa M23 kuanzia mwezi wa 4. Tumewaletea habari mbichi tena mingi. Kama kawaida, unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na shene yetu ya WhatsApp ni kugusa kwenye titre. Hapo chini ya titre utapata linki yetu ya shene ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka utakuwa unapata habari zetu zote kwa wakati. Na kama unapenda kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, kuwa nami mwanzo hadi mwisho utafahamu mengi. Taarifa zetu za asubuhi ya leo tutazianzia ndani ya teritware ya Kalehe kwenye FARDC na wazalendo baada ya kukamata eneo ya Katasomwa waliendelea kusonga mbele wakarikipere mwingine wa Bushasha pamoja na Mbesho. Ni baada ya mapigano makali ya siku mbili mfululizo kati ya wasi wa M23 na vikosi vya jeshi la Kongo wanaosaidiwa na wazalendo. Ni kuanzia tarehe 19 ambapo mapigano yalianza kusikika ndani ya vijiji vya Katasomwa. Mapigano yakasikika Luhihi ambapo jana walikuwa wakipigana maeneo ya Chambombo. Ni mashambulizi ambayo wasi wa M23 walianzisha ili kusonga mbele mu teritware ya Kalehe waendelee kukamata maeneo mapya. Wakufanikiwa sasa, wazalendo na FARDC kwa siku ya kwanza walipiganaka na hawa wasi mpaka wakawarudisha nyuma na kuwafukuza maeneo ya Katasomwa. Zani ya kwamba ndani ya habari za jioni ya jana tuliwaambia hayo. Baada ya kurekipere Katasomwa sasa, hawakuikala hapo bali waliendelea kusonga mbele wakati walikuwa wamewapiga waasi wa M23 na kuwafukuza Katasomwa. Walikuwa wamewababaikisha, waliwafuata nyuma mpaka wakarekipere village ya Bushasha na village ya Mbesho, mingine miwili ambayo iliangukaka mu mikono ya wasi wa M23 mwezi wa 4 wa mwaka huu. Mingine hii walikuwaka deja na walishaka installe vitu vyao pale, uongozi ulikuwa ni wao. Wakaji walikuwa wamezoea kabisa kumilikiwa na wao wasi wa M23 paske iko miezi 8 kama 7 kabisa na wako ndani ya vijiji hivyo. Mnasikia kwamba ni siku mingi. Wakaji walistukizwa na kuona tena wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC kurejea maeneo hayo. Wakati wazalendo na FARDC walifika pale, kitu cha kwanza ambacho walikifanya ni kuongelesha population ya pale, wakiwaambia kwamba kila kitu kiko sawa, kuna tena wasi wa M23. Population walikuwa wamejificha ndani ya nyumba zao. Ilikuwa siku ya pili mfululizo ya mapigano. Nasikia ya kwamba walikuwa wameshikwa na uoga sana paske mapigano yalikuwa makali.
walianza kuongelesha kwanza population pale, wakiwaambia kwamba hakuna shida, kila kitu kiko sawa. Na kitu kingine ambacho waliwaomba wale wakaaji wa hapo ni kuwaunga mkono na kuwa na wasaidia mvita hii wanayoipigana na wasi wa AFC M23. Waliwaomba kuwaamini, wasije wakaendelea kuamini waasi wa AFC M23 ambao wana mpango wa kuigawanya nchi ya Kongo. Wanachokitaka ni kusaidiana nao muhii vita ili kuweza kumfukuza adui nchini Kongo. Wakati population watasaidiana na adui, itakuwa vigumu sana kumshinda yule adui, paske wakaaji ndiyo ambao watakuwa wakimsaidia. Kitu ambacho wanakitaka ni wakaaji kwanza wasaidie nao, wakuwe na matumaini nao, wajue kwamba wao ndio jeshi lao, wao ndio wenyewe watawakomboa. Wasaidiane mvita hivi na kila kitu kabisa kitakwenda sawa. Waasi wa AFC M23 watawafukuza nchini Kongo, kitu ambacho wazalendo na FARDC walikuwa wakikitaka raia wa pale ni kuachana na kutumikana na waasi hao wa AFC M23. Wazalendo na FARDC wanajua ya kwamba ile njo vita ya kwanza yenye AFC M23 inapiganaka wakati inakamata mingine. Inaanzaka kwanza ongelesha population, inawaambia kwamba kila kitu kiko sawa, wakuwe na matumaini nao, wawasaidie, wao ni wakombozi wao. Na baada ya hayo population wanawasaidia kama wanavyotaka, na ile inataka sasa kushinda adui inakuwa vigumu, kwa sababu wanakuwaka naungwa mkono na population. AFC M23 kama kuna kitu ambacho wanakifanyaka wakisha rekipere eneo fulani ni kwanza kuongelesha population, wakiwaambia kwamba kila kitu kiko sawa, kuna shida. Na ile kuongelesha population ni kutaka kwanza population iwaamini. Baada ya kuamini sasa wakuwe na watumikisha muvita wanayoipigana na FARDC. Ndiyo maana wazalendo wakati walikamata hapo, kitu ambacho walikifanya nao kwanza ni kuongelesha population na kuwaomba kuwaamini, wasaidie kama jeshi la Kongo wanaotaka kuwakomboa, wasiendelee kusaidia wale maadui ambao wanataka wabalkanize nchi ya Kongo. Vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo viko ndani politiki ya hali ya juu. Kitu ambacho AFC M23 inakitaka kwanza ni kuona raia wanawaunga mkono. Watawaunga mkono kivipi sasa? Ni muile kuwafanyia mambo mazuri, ile kuwaambia ya kwamba wao ni wakombozi. Yale ambayo wanawaambia yote yanataka population wanawapenda, na kuwapenda yao wanawaunga mkono, na baada ya hapo sasa wanawasaidia kama jinsi wanavyopenda. Waasi wa AFC M23 wanatumikishaka population kuwasaidia mu mambo yote, ni mu mambo ya kivita pale kufro, wanawasaidiaka paske wanatumikishaka population wakijua makwe strategike kila mpango wa FARDC wazalendo. Na mu mambo ya politiki nako wanawasaidiaka wakati wako nafanya mamarshe ya kuwaunga mkono pale, ma communauté internationale inaonaka ya kwamba population inawapenda, inawaunga mkono. Na ndiyo maana mnaonaka hakuna maamuzi ya hali ya juu ambayo hata ma communauté internationale inaweza ikakamata sana, kutokana na population ambayo inawaungaka mkono. Hii vita ambayo inaendelea kwa sasa iko ile vita tu ya kushambuliana asubuhi mchana, iko ndani politiki ya hali ya juu. Na kitu kingine ambacho mnapaswa kukijua na kukifahamu ni ya kwamba balkanization haiwezi ikafanyika wakati wakaaji wanapinga wale ambao wanataka kuifanya. Yani wakati population haiungi mkono wale ambao wanataka kufanya balkanization haiwezi ikafanyika. Na ndiyo maana mnaonaka AFC M23 inafanyaka kila kinachowezekana ili population iwapende. Baada ya kuwapenda sasa, ndiyo njia yao rahisi ya kufikia kile ambacho wanakitaka.
Hayo ni mambo ambayo mnapaswa kuyafahamu. Population wakati inaunga mkono waasi wa AFC M23 ingali vigumu sana kabisa kuweza kushinda vita hivi. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya teritware ya Fizi, hapo ni province ya Sud Kivu kwenye wazalendo na jeshi la FARDC walikamata kijiji cha Kasekezi na Ngalula, vijiji viwili vinavyokuwa karibu na Makobola. Maeneo haya yalikamatwa na wazalendo wakiongozwa na Generale Muli ya Kutumba na wazalendo wa Generale Makanakika Simbira John wakiwa pamoja na jeshi la Kongo baada ya mapigano makali ambayo yaliwakutanisha na waasi wa AFC M23. Siku ya jana kuliripotiwa mapigano makali hapo, na mnavyojua maeneo hayo kulikuwa kukiripotiwa mapigano sana tangu waasi wa AFC M23 kufika maeneo hayo wakitokea Uvira. Wakati walikamataka Uvira, mnakumbuka kwamba FARDC mwile kufanya reprise strategique walikuwa wameviondoka vijiji vingi ambavyo vilikuwa vikikamatwa na waasi wa AFC M23 bila kupigana. Maeneo hayo njo walikamataka hata Kasekezi na Ngalula, wakawa wamefika ndani na kuvimiliki vilima tofauti vya maeneo hayo. Na tangu waasi hao wa AFC M23 kukamata maeneo hayo, walikuwa wakiendelea kupigana na FARDC ili kusonga mbele wakamate maeneo tofauti mu territoire ya Fizi, wasonge mbele wakutane na wenzao wanaopigania maeneo ya Minembwe. Havikuwezekanaka paske kuanzia le 11 walikuwa wakipigania maeneo hayo, vilima vya Bangwe, vijiji vya karibu na Makobola. Mnakumbuka tulikuwa tukiwaambia wakati mapigano yalikuwa yakiripotiwa hapo na hawakufanikiwa kuvuka hapo, na siku ya jana wazalendo walifanikiwa sasa kuwaripuse, wakarikipere Kasekezi pamoja na Ngalula zinazokuwa karibu na Makobola ya kwanza ya maeneo ya Fizi, ambapo hapo wazalendo walisonga mbele njia ni kuelekea mjini Uvira, ambapo wanataka mji huo wa ukamate baada ya waasi hao wa AFC M23 kutangaza kujiondoa mjini Uvira. Ikawa ni kusimamisha tu shinikizo la Etats-Unis d'Amerique kwao. Wazalendo wanapigana kule wakiwa pamoja na FARDC ili kurekipere mji wa Uvira wakitumikisha nguvu za kivita, kwa sababu waasi wa AFC M23 wana mpango wowote wa kuondoka mjini Uvira. Tangu waasi hao wa AFC M23 kutangaza kujiondoa mjini Uvira, hawajaondoka pale, wangali hapo, wamoja antenise vile, wengine wakivalia sare za polisi, wangali na kontrole mji wa Uvira. Tangazo lao la kujiondoa mjini Uvira ilikuwa bongo mtupu, hawakutokaka ndani ya mji wa Uvira. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya mji wa Baraka, mji unaopatikana mu territoire ya Fizi, kilomita kama 50 kombe ukitoka ndani ya territoire plutôt ndani ya mji wa Uvira. Hapo ndani ya mji wa Baraka, usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo, kulisikika mashambulizi ya hali ya juu. Vyanzo vyetu kutoka mjini Baraka vinatuambia kwamba ni mashambulizi ambayo kulisikika hata silaha nzito, na wanatuambia kwamba ilikuwa mapigano kati ya wazalendo na jeshi la Kongo hapo mjini Uvira. Hali hiyo ya mapigano iliacha wakaji kuwa na hofu sana na kuwatia ndani ya hali ya sintofahamu, kwa sababu mapigano hayo yalianza saa za usiku, saa 4 vers saa 5 njo mashambulizi yalianza kusikika pale. Wakaji wakashindwa, imekuwa mbone tena ndani ya mji wa Uvira mambo yameharibika. Hali iliendelea kukua tete sana hapo mjini Baraka kutokana na mashambulizi ya hapa na pale ambayo yalikuwa yakisikika mjini humo. Asubuhi ya leo hakuna taarifa yoyote ambayo FARDC walitangaza au wazalendo kuhusu kupigana kati yao hapo mjini Baraka.
Wakaaji wao wanatoa wito kwa pande mbili kusimamisha uhasama kati yao na kukumbuka ya kwamba kazi wanayo ni moja tu ya kupiganisha waasi wa AFC M23 na kuwafukuza nchini Kongo. Mambo mengine ni kuyatia pembeni. Ndani ya mji wa Baraka hali ya usalama si nzuri, hali ya usalama kabisa hapo inaendelea kuzorota sana, na hayo yalianzaka wakati waasi wa AFC M23 walikamataka mji wa Uvira na wanajeshi wengi wa FARDC na wazalendo wakarudia nyuma wakaelekea huko Baraka ambapo kwa sasa wanakaa ikiwa kama bazi militaire kubwa kwa sasa ya arme ya Kongo ndani ya maeneo ya Fizi. Habari zetu zinaendelea. President Felix Tshisekedi alisisitiza kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka nchini Kongo kwa ufanisi. Kulingana na vyombo vya habari vya rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi alishiriki kupitia mkutano wa video katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali wa mfumo wa ufuatiliaji wa kikanda wa makubaliano ya mfumo wa mkutano wa kimataifa kuhusu ukanda wa maziwa makuu siku ya jana. Mkutano huo ulilenga hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza, rais wa Jamhuri alirejelea madai ya kujiondoa kwa waasi wa AFC M23 RDF huko Uvira, jambo ambalo alikuheshimiwa. Anasikitishwa na ukweli kwamba uwepo wa jeshi la Rwanda nchini Kongo unaweka raia katika hatari ya kudhulumiwa na kudharau mchakato wa amani nchini Kongo. Alisema kwamba kujiondoa kwa AFC M23 kutoka Uvira kuhusiani na ukweli au uchunguzi uliokusanywa ardhini. Taarifa zetu zinathibitisha kwamba watu wenye silaha bado wapo jijini na mazingira yake ya karibu, kwamba nafasi za kimkakati bado zinakaliwa na kwamba idadi ya watu inaendelea kuathiriwa na unyanyasaji. Kaongeza akasema kwamba kujiondoa ambako kunatangazwa lakini si kwa ufanisi kuthibitishwa na wala kufuatiwa na kurejeshwa kwa mamlaka ya vikosi vya kawaida hakuwezi kuchukuliwa kuwa kujiondoa kwa kweli. Uaminifu wa mchakato wowote wa amani unategemea vitendo vinavyoweza kudhibitisha, si kwa tamko tu. Katika swala hili nataka kuwa wazi kabisa, tunachotarajia si kuhamishwa kwa wanajeshi wala mabadiliko ya kimkakati, bali ni uondoaji mzuri kamili na usio na shaka wa wanajeshi wa Rwanda kutoka eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na ahadi zilizotolewa na maazimio yanayotumika. Mkutano huu ulihudhuriwa na nchi wanachama wa ICGLR, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Marekani, Umoja wa Mataifa, vyombo vya ICGLR pamoja na nchi kadhaa zilizoalikwa. Mkutano huo ulikuwa ukifanyika hapo Uganda ni siku ya jana. Zani ya kwamba tuliwaambia kuhusu mkutano huo. Rais Felix Tshisekedi sasa wakati wa hotuba yake kwenye mkutano huo alisema kwamba wanatarajia kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda RDF nchini Kongo kwa ufanisi. Tuendelee na habari zetu. Siku ya jana Martin Fayulu alikuwa ameandaa kufanya alikuwa ameandaa kuongelesha watu wake wale wafuasi wake. Martin Fayulu mnamjua kabisa, huyu ni opoza Kongole ambaye yeye ndiye presida wa parti politique ESID. Huyu alisimamishwa sasa kufanya nitasema reunion. Alikuwa ameandaa reunion kwa kuambia watu wake ni vipi hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo iko. Alisimamishwa na vyombo vya usalama, askari polisi, wanajeshi wa FARDC ndio ambao walisimamisha ule mkutano. Walifunga sale ambayo walikuwa wameandaa kufanyia ndani mkutano huo, sale wakaifunga, ila hakukataa naye kufanya kikao hicho kwa sababu alifanya kile ambacho alikuwa amekiandaa kukifanyia ndani ya sale hiyo akiwa nje. Aliongea na wafuasi wake wakiwa nje ambapo alisema ya kwamba kile ambacho gouvernement ya Kongo iliamua kukifanya si kizuri, na kile ambacho wanataka wao ni kuonesha hali jinsi mashariki mwa nchi ya Kongo iko, wakiambia mkuu wa nchi kufanya maongezi
ya ndani ya nchi, maongezi kati ya wakongomani ambayo inaonekana kuwa ndiyo solution ya mgogoro na vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Martin Fayulu hakupenda kile ambacho service de securite ilifanya kufunga sale ambayo walikuwa wameandalia ndani kufanya kikao hicho na kuwakatalia watu kabisa kuingia ndani ya sale hiyo. Nisema kwamba hivyo ni vitendo visivyofaa, ni kunyimwa haki kwao, na nasema kwamba hawatasimama kamwe wakati mashariki mwa nchi ya Kongo vita vinaendelea. Wakati maeneo yanaendelea kukamatwa na solution iko, hawatasimama, wataendelea kuambia wakongomani kipi kinachohitajika. Wanamtaka President Felix Tshisekedi kufanya maongezi na wakongomani ili kutatua matatizo na kupata solution ya vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Merci beaucoup.